Katika dunia hii kuna mambo tuyaonayo kila siku, lakini hatuyafikirii kamwe. Tunasoma lakini hatutafakari. Tunasikia lakini hatuelewi kwa undani. Na kila mtu anaweza kuona ukweli uliojificha, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala anasema, hakika katika hayo kuna ishara, lakini hawazingatii isipokuwa wenye akili. Leo nakuletea simulizi ambayo si ya kawaida, simulizi ya watu waliolala miaka zaidi ya 300 lakini miili yao haikuharibika. Na cha kushangaza zaidi, si wao pekee waliokuwa ndani ya hilo pango, kulikuwa na mlinzi wao, mbwa aliyelala nao. Lakini hapa ndipo mafunzo yanapoanza. Kama watu wale walikuwa wakigeuzwa kulia na kushoto ili miili yao isiharibike, basi jiulize, kwa nini mbwa wao hakuwahi kugeuzwa hata mara moja? Na vipi aliweza kubaki katika hali ile ile kwa muda wa miaka 309 bila mwili wake kuharibika? Je, huu ni miujiza tu au kuna siri kubwa iliyojificha ndani ya aya hizi? Karibu katika simulizi za Kiislamu. Je, umewahi kujiuliza kwa nini mbwa katika Suratul Kahfi alilala akiwa amenyoosha miguu yake bila kugeuzwa, wakati watu wa pangoni walikuwa wakigeuzwa kulia na kushoto? Tumesoma sana Suratul Kahfi mara nyingi, hata zaidi ya mara 500, lakini hatukuwahi kusimama kufikiria jambo hili. Tunajua kuwa watu wa pangoni waligeuzwa ili miili yao isipatwe na vidonda kutokana na kulala muda mrefu katika hali moja. Lakini vipi kuhusu mbwa wao? Mwanasayansi mmoja wa tiba kutoka nchini Ujerumani anasimulia, siku moja nilikuwa safarini, nikakutana na kijana uwanja wa ndege. Akanipa nakala ya Qur'ani kwa lugha niliyoifahamu. Nilimshukuru, lakini moyoni nilikuwa na nia ya kuitupa baadaye bila kumuumiza hisia. Lakini nikaisahau mfukoni, nikapanda ndege. Kwa sababu ya safari kuwa ndefu na uchovu, nikatoa ile Qur'ani na kuanza kuisoma. Nikafungua kurasa bila mpangilio mpaka macho yangu yakatua kwenye Suratul Kahfi. Nikaanza kusoma. Ndipo nikasimama ghafla kwenye aya 2 pale Allah anaposema kuwa jua linapochomoza linapita pembeni mwa pango lao upande wa kulia, na linapozama linawapitia upande wa kushoto, na wao wako ndani ya nafasi pana ya pango. Na katika aya inayofuata tunawageuza kulia na kushoto, na mbwa wao amenyosha miguu yake mlangoni mwa pango. Daktari anasema, nilielewa kwa nini walikuwa wakigeuzwa, ili miili yao isioze wala kupata vidonda. Lakini kilichonishangaza ni jambo jingine. Aya inaonyesha kuwa jua lilikuwa linaingia pangoni, lakini halikuwa linawapiga moja kwa moja. Na katika tiba hili linajulikana. Ili kuzuia vidonda vya kulala muda mrefu, bed sores, chumba lazima kiwe na hewa ya kutosha na mwanga wa jua, lakini si jua kali moja kwa moja juu ya mwili. Lakini mshangao mkubwa ulikuwa hapa. Subhanallah, mbwa wao hakuwa akigeuzwa kama wao, alibaki katika hali ile ile kwa miaka 309, lakini hakupata vidonda wala mwili wake haukuharibika. Daktari huyo alishangaa sana, akaanza kufanya utafiti juu ya mwili wa mbwa, ndipo akagundua jambo la ajabu. Mbwa wana aina maalum ya tezi chini ya ngozi yao zinazotoa kemikali inayolinda ngozi yao dhidi ya vidonda. Aligundua kuwa mbwa wana mfumo tofauti wa ngozi na mwili unaowasaidia kupunguza madhara ya kulala kwa muda mrefu. Lakini pamoja na hayo yote, bado swali lilibaki moyoni mwake. Inawezekanaje mbwa huyu kubaki katika hali ile ile kwa muda mrefu namna hii? Hapo ndipo alipotambua kuwa mambo hayo akili ya binadamu inaweza kuyakaribia kuelewa, lakini hawezi kuyafikia kikamilifu. Hapo ndipo daktari huyo alipoguswa moyo wake, akatambua kuwa haya si maneno ya kawaida. Akaingia katika Uislamu kwa sababu ya muujiza huu. Ikhwatul iman, kinachostaajabisha zaidi ni kwamba mtu huyu aliposoma kwa mara ya kwanza tu, aligundua mambo ambayo sisi tumekuwa tukiyapita bila kuyatafakari. Allah subhanahu wa ta'ala ametuhimiza, hiki ni kitabu tulichokiteremsha chenye baraka ili watu watafakari aya zake. Ikhwatul iman, na sasa tujiulize, ni mara ngapi tunaisoma Qur'an lakini hatutafakari maana yake?
Ni ishara ngapi Allah ametuwekea, lakini tunazipita bila kuziona? Ikiwa kiumbe mdogo kama mbwa alikuwa sehemu ya muujiza mkubwa namna hii, basi sisi wanadamu nafasi yetu ni ipi mbele ya ishara za Allah subhanahu wa ta'ala? Je, tutaendelea kusoma tu au tutaanza kutafakari? Huenda jibu la kubadilisha maisha yako lipo tayari ndani ya aya unayosoma kila siku. Ewe Mwenyezi Mungu, ifanye Qur'ani iwe nuru ndani ya nyoyo zetu, iwe mwanga katika vifua vyetu, na iondoe huzuni na dhiki zetu. Ewe Mola wetu, tujalie tuielewe Qur'ani na tuwe miongoni mwa wanaoitafakari kwa kina. Usitufanye tuwe miongoni mwa wanaoisoma tu bila kuelewa, bali tufanye tuwe miongoni mwa wenye akili na mazingatio, na utujalie tuishi kwa Qur'an na tufufuliwe pamoja na watu wa Qur'an. Wallahu a'lam wa billahi tawfiq. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.